Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Amani iwe nawe kufikia popote ulipo. Natumai bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Tarehe ya 14 ya mwezi Februari. Haya ni mazungumzo ya pili jioni, au naweza kusema mazungumzo ya mwisho wiki hii. Ndo haya mazungumzo ya pili jioni yanatufikisha katika kuangazia baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea duniani. Dakika 15 mpaka 17 za haya maongezi tunajaribu kuangaza nini ambacho kimejiri. Yaani naona baadhi ya vyombo vya habari vimeandika sasa kuwa mazungumzo yajayo kati ya Marekani na Irani, duru ya pili ya mara hii, acha zile zilizomalizika kipindi kile, hii duru ya pili itafanyika kule Geneva, Uswizi. Unakumbuka wiki jana wakati ninazungumzia kuhusu kwa nini Muscat, nadhani nilianzia kwa kutaja baadhi ya nchi ambazo hazifungamani na upande. Yaani kuna nchi hazifungamani na upande, kwa hiyo zinakuwa na ile hadhi. Nilitaja Uswizi, nikasema Uswizi ni moja ya nchi ambayo kihistoria imechukua miaka mingi kuwa yenyewe kuwa ndio sehemu ya usuluhishi wa migogoro mingi duniani, na ndio mpaka leo unaona kuwa Uswizi imekuwa ikisimama hivyo, kabla baadaye kuanza kuzaliwa baadhi ya nchi ambazo zilianza tena kuonekana kama zinaweza kusimamia suluhu za nchi zingine. Lakini kwa miaka mingi Uswizi ilisimama kama nchi tofauti kabisa ambayo haifungamani na upande wowote. Katika list ya nchi ambazo zilikuwa hazifungamani na nchi yote ilikuwa Sweden na Finland, kama unakumbuka. Baadaye Finland na Sweden waliamua kuchagua upande, wakaelekea upande wa pili wa magharibi, wakajiunga na NATO. Kwa hiyo ile hadhi iliondoka kwao. Lakini ukirudi nyuma, toka kuanza kupata hadhi kwa nchi kama Qatar yenyewe iliamua kuchagua kile inasema kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti, voiceless. Yaani ilikuwa ni sauti kwa ile ambayo isichokuwa na sauti. Kwa hiyo Qatar waliamua kutoa nafasi kwa wale ambao walionekana kama hawatakiwi duniani. Unaweza ukaona kuwa mfano mazungumzo ya Marekani na Wataliban yalikuwa yakifanyika Doha, na hata Wataliban wakati wanapigana na Marekani kule Afghanistan walikuwa na ofisi yao Doha, kama ilivyokuwa kwa Hamas walikuwa wana ofisi yao Doha. Mpaka leo wana ofisi yao ya kidiplomasia Doha, kwa sababu ilikuwa iwe hivyo. Kwa hiyo Qatar wao walijinasibisha kuwa hata wale wasiosikilizwa wanaweza wakaenda pale wakasikilizwa. Lakini utaratibu huu Qatar aliwahi kutolea maelezo mwaka jana au mwaka juzi, wakati Israeli na Amerika walishutumu sana Qatar kuwa imekuwa ni nchi ambayo inawakumbatia sana magaidi. Sauti ikatoka Marekani wakati ule kwa utawala, nadhani ilikuwa utawala wa Joe Biden, nimekumbuka, wakasema kuwa kama unakuwa adui yetu hauwezi kukaa kwa rafiki yetu, wakikusudia nani? Hamas. Kwa sababu Hamas wakati inatajwa kuwa kwa sauti au kwa zile taarifa zilikuwa zikitolewa na Israeli kuwa Hamas walikuwa wataki kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini ikawa sasa wanashinikizwa wakae kwenye meza. Katika hadaa zile nilishazieleza kipindi cha nyuma kwa nini michezo ilikuwa inachezwa vile, wakati kesi ilikuwa inatupwa upande mmoja alafu mwingine wanasema kuwa hawa ndio hawataki kukaa kwenye meza, lakini kiuhalisia kuwa kilichokuwa kinaletwa kwenye meza hakikuwa halisi. Yani walikuwa nakuletea masharti magumu ya kwenye meza, kwa hiyo unakataa mazungumzo. Ukikataa mazungumzo wanasema amekataa mazungumzo, lakini walichokileta kwenye mazungumzo ni kitu ambacho hata wao wangekuwa wamepelekewa wangekikataa. Kwa hiyo Qatar ilichukua hadhi hiyo ya kuwa nchi ambayo inasuluhisha hata nchi ambazo zimenyimwa sauti au zimeshindwa
kuwepo sehemu nyingine. Ndio maana unaona ofisi kama hizo zimekuwepo kule Qatar. Kumekuwa na ofisi ya Hamas, lakini miaka mingi wamefanya makubaliano na wa Taliban. Hata makubaliano ambayo yalifanyika wakati ule wa Donald Trump katika awamu yake ya kwanza, ndio wakafikia makubaliano ya Marekani kusema kuwa itaondoa vikosi vyake katika ardhi ya Afghanistani. Yale makubaliano kwa kiwango kikubwa mazungumzo yalifanyika Qatar. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Sasa mara hii mazungumzo ya Irani yanatoka Muscat yanaelekea Geneva, Uswizi. Hii ni mara ya pili sasa haya mazungumzo kutoka Muscat. Hata ukichukua ile awamu ya kwanza kuwa raundi 5 zilifanyika Muscat, lakini raundi 1 ilifanyika Rome kule Italia. Lakini sasa raundi hii inakuja inafanyika kuwa inatoka tena Muscat inaelekea Geneva. Tuone sasa haya mazungumzo ya pili yatakuwa na lipi, kwa sababu haya ni mazungumzo yatafanyika Jumanne ya tarehe ngapi? 17, kesho kutwa tu hapa. Tuone kuwa haya mazungumzo yatakuwa na ishara gani. Ni kile ambacho Donald Trump anasema kuwa katika mazungumzo ya kwanza hawajatupa zaidi, yani hawajafika kwenye kile kiwango ambacho tunataka, licha ya kuwa ni kubadilisha kauli kutoka ile kauli ya awali na ile kauli nyingine, kuwa wamefika au hawajafika kiwango. Kwa hiyo tuone haya mazungumzo ya mara hii, je, yatakidhi hadhi ambayo Marekani wanaitaka au Israeli wanaitaka au washirika wa magharibi wamekuwa wakiitaka hii hadhi, au watabaki pale pale kile alichokizungumza mshauri mkuu wa masuala ya kiusalama Ali Larijani kuwa nyuklia zetu tutajadili, lakini makombora yetu ni mstari mwekundu, hatuwezi kujadili tena kuhusu makombora. Sasa hatujui nini kitakuja kujadiliwa hapo. Niliona jana au leo Donald Trump aliulizwa swali, nikasema siku zote walikuwa wanawapi kumuuliza hili swali. Aliulizwa swali na mwandishi mmoja, lilikuwa ni swali wanasema huku sasa swali la kizushi. Alikuwa kwenye interview, alimuuliza hivi kuwa sasa Irani tunachofahamu kuwa mpango wake wa nyuklia ulishafutwa. Yani hiyo unapiga mabano kwa kauli yako. Yani alimuuliza kuwa tunafahamu kuwa mpango wa nyuklia wa Irani ulishafutwa, hivi sasa kinachotafutwa Irani ni kipi? Sumeelewa swali lilivyoulizwa? Kwa sababu ameulizwa swali alilitoa Donald Trump wakati walifanya mashambulizi yale ya June 12 days war. Ndio alisimama kwenye vyombo vya habari kwa kusisitiza kuwa tumeharibu na dunia iko salama, hakuna mpango wote, kila kitu tumekivuruga. Sasa yule mwandishi wa habari anamuuliza kuwa hakuna kilichobaki kwenye nyuklia ya Irani, sasa hiki kinachotafutwa hivi sasa Irani ni kipi? Unajua Trump alichojibu akasema hatujui nini, lakini inawezekana kuwa kuna vyovyote chochote kimebaki kule, labda tunaweza tukapata chochote kile. Umeelewa hilo swali? Kwa sababu kajua kuwa huu ni unafiki ambao ulizungumzwa. Yani hebu tuhesabu kuwa ile vita ilikuwa ni June, June. Sasa hesabu ile June iliyomalizika ni miezi 6 mwezi uliopita, lakini sasa hivi tunaingia tuko February. Kwa hiyo ni miezi kama 7 plus. Yani ni miezi 7 plus toka Marekani wamefanya mashambulizi na Israel kwenye vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini toka wakati huo hatujaambiwa kama Iran wamerudi tena wala wameresume kuanza tena uzalishaji. Hatujaambiwa, wala hamna taarifa yoyote inayothibitisha kuwa Iran sasa wamerejesha urutubishaji zaidi ya kile ambacho nasema kuwa Iran walikuwa wanarekebisha sehemu zilizobomolewa kwa juu, yani kwenye zile sehemu zilizoshambuliwa na nini, wanasema walikuwa wakizirekebisha zile. Lakini hatukupata taarifa yoyote ambayo inasema labda Irani wameamua kurejea kwenye uzalishaji, kwenye urutubishaji wamerejea. Hamna hiyo taarifa. Sasa hiki ambacho Israeli, Amerika na washirika wa magharibi wanakitafuta Irani ni kipi? Kwa hiyo unarudi kwenye kile ambacho nilikizungumza wakati ule, nikasema nashangaa sana kuona Irani wanalazimisha kuambia wa Marekani kuwa hamjaribu chochote, hali ya kuwa wa Marekani wanalazimisha, wanasema kuwa sisi tumeisha haribu vinu vya nyuklia na hakuna lolote tishio. Irani walikuwa wanasema kuwa hakuna chochote kilichoharibiwa. Nikaona baadaye Irani wamebadili toni, kama wamenisikia, wakaunga mkono, wakasema tuna uharibifu mkubwa sana, mmetuharibia kila kitu. Basi wakacheza ngoma ambayo wanaidunda wao. Westini walidunda ngoma na Irani wakaamua kucheza hiyo ngoma kuwa kweli mmeharibu kila kitu. Lakini sasa kama mmeharibu kila kitu, iki mnachokitafuta hivi sasa ni kipi? Maana yake unarudi kwenye kile ambacho huwa ninawaambia, jamani, muda huwa ndio jibu zuri sana kwa ulaghai. Yani ulaghai wowote huwa jibu lake ni muda.
muda hutoa majibu halisi katika ulaghai wa aina yoyote. Sasa ndio haya maswali ambayo Donald Trump anaulizwa, anashindwa kutoa jibu halisi kuwa nini unachokitafuta, kwa sababu ulishatuambia hakuna nyuklia. Matokeo yake anasema tutachokipata chochote huko tunakwenda, hatujui nini ambacho tunaweza kukipata. Nilikuwa nikiona mwandamanaji mmoja alikuwa katika wale waandamanaji, ilikuwa ndani ya Ujerumani kwenye yale maandamano, anafanya maandamano yale ya kuunga mkono mabadiliko ndani ya Irani, akiwa anapeperusha bendera ya Irani ile ya simba na jua, anaandamana. Sasa yule, unajua wale nani YouTube creator, yani wale wanaochukua matukio, wale wanahabari wa mtaani, yule mmoja akamuuliza nini, anasema tunapigania haki za watu wa Irani wanaokandamizwa, tunataka mabadiliko Irani, lazima mabadiliko yatokee. Sasa yule akamuuliza, anasema mimi Mjerumani. Wewe Mjerumani yeye? Akamwambia kwa nini usipiganie uhuru wa Ujerumani dhidi ya Amerika? Lilinifikirisha, unajua, likanifikirisha sana kuwa yani kuna kile ambacho huwa ninawaambia, kuna wakati wazungu hudhani wako uhuru, kumbe wao wenyewe hawana hata uhuru. Yani huo uhuru ambao hudhani wanao, wao hawana. Leo hii kile alichomuuliza mwanahabari ni kile kiko halisi. Ujerumani sio nchi huru. Ni nchi huru kwenye namba na makaratasi, lakini Ujerumani ni nchi inayokaliwa na Marekani. Yani inakaliwa kila kona na Marekani. Kwa hiyo walipaswa kwanza kujaribu kutafuta kujitoa kwenye makucha ya ukaliaji. Ndio unarudi kwenye Mark Rutte alichokisema, mkuu wa NATO, kuwa hatuna jinsi Ulaya, hatuwezi kuishi bila Amerika. Yani hatuna uwezo huo wa kuishi sisi peke yetu, lazima tukae na Marekani kwa njia yoyote, tutakaa naye. Hatuwezi kujilinda, hatuwezi kusimamia uchumi wetu, kwa sababu uchumi wetu umeunganishwa na Marekani, usalama wetu umeunganishwa na Marekani. Hatuna uwezo wa kukusanya kikosi ambacho kitatulinda sisi Ulaya peke yetu bila kumshirikisha Marekani, na kama tukifanya hivyo tutakuwa kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hawa mtasema wako huru, tayari wao wanathibitisha na wanakiri kuwa bila Marekani hawawezi kweli. Sasa leo hii wanatafuta uhuru wa Iran, nchi ambayo haikaliwi na nchi yoyote, nchi ambayo haiamuliwi na yoyote, nchi ambayo yani inajipangia mambo yake, imebana mkanda wake kwa kila kitu. Leo hii wanasema wanaenda kuikomboa Irani ambayo yenyewe inajitegemea 100% bila kumtegemea nchi nyingine. Hao wanaotaka kwenda kuikomboa Irani wenyewe wako chini ya kizingiti kikubwa kabisa ambacho wameshikiliwa kwa miaka zaidi ya 80. Wako chini ya hicho kizingiti kikubwa kuwa hawawezi kufanya maamuzi yote. Yani leo niliona kuna mjadala mmoja miezi kidogo imepita kuhusu Marekani, jinsi alivyokuwa anasema kuwa walikuwa wanaangalia uwezo wa jeshi la Ujerumani, yani linavyokuwa. Wanasema kuwa hawataki likue zaidi, yani hawataki lile jeshi lizidi hapo lilipo. Kuna mtu alinitumia message mimi nadhani jana au juzi, akawa ananiuliza kuhusu Uturuki. Kwa nini Uturuki imeshindwa kuwa jeshi namba 1, yani kuwa kubwa, kwa sababu hawana vikwazo, hawana nini? No. Yani huwezi kuamini, hizi nchi zinaitwa za NATO, hawa washirika wa NATO wanafuatiliwa na Marekani kwa kila kitu. Kwa hiyo hawawezi wakakuzwa. Yani Marekani hawezi kutengeneza majeshi yao yakawa bora, yani mpaka ikafikia kuwa una wasiwasi na hili jeshi. Yani ni kama vile nilizungumza juzi kuhusu mkataba ule wa Camp David. Nakumbuka ule mkataba wa 1979 wa Israeli na Misri. Ule mkataba unamchungulia mmoja tu kwenye mkataba, yani unamchungulia Misri kukua. Ndio maana Netanyahu anaongea na Knesset, anasema jeshi la Misri linakuwa, inabidi tulifuatilie, kwa sababu ule mkataba ndio ulivyowafunga kuwa we huwezi kukuza jeshi lako, ila yeye upande wa pili jeshi lake analikuza na anaanzisha chochote anachokiona kitafaa bila ridhaa yako. Sasa hawa wote wanaitwa NATO wako chini ya udhibiti wa Amerika. Hakuna jeshi ambalo linaweza likatambaa bila yani huwezi yani ndio maana nikwambia kuwa kwenye ile ambacho Trump alisema lazima nchi za NATO ziongeze uwezo wake wa kujilinda kwa kuongeza kutoka 2.5% au 3% waende paka 5% ya bajeti kamili ya kila nchi kuongeza. Nilisema anayefaidika na hili ni Marekani. Marekani ndio atawauzia kiasi. Yani kiasi. Halafu yani hakuna jeshi, yani
sijui nikwambieni, wote wako chini ya uangalizi. Hawawezi kukua kadri vile Marekani hataki. Yani kila anayekuwa, maana yake kuwa vikosi vyote vya NATO, Marekani anajua huyu ana nini, kila ndio maana Uturuki alivyonunua S400 kwenye awamu ya kwanza ya Donald Trump waligombana sana. Mgogoro ukawa mkubwa sana na NATO. Marekani wakamwekea vikwazo Uturuki kabisa kuwa haiwezekani, kwa nini umenunua S400? Kwa sababu alikuwa ametoka nje ya mstari. Kuwa tunataka tudhibiti vyovyote vile, yani tuwe tumewadhibiti kwa njia yetu, kuwa huyo hawezi kukua kuvuka hapa kwenda upande wa pili. Kwa hiyo pale unaposema kwa nini Uturuki hakui, kuna sehemu amechorewa mstari, hawezi kwenda zaidi hapo. Yani kuna sehemu ni mwisho, hawezi kuvuka kwenda mbele kufikia popote, kwa sababu amechorewa mstari kuwa hapa ni mwisho, huwezi kwenda, hauwezi kukua ukafikia hapa. Sasa hizi nchi zote ziko chini ya udhibiti, hasa linapokuja swala la kijeshi, wako chini ya udhibiti wa Amerika. Marekani kawadhibiti kila kona, kwa hiyo hakuna mkubwa atayekuwa. Ndio maana nakwambia jeshi la Ujerumani lilipowaza kuwa tuongeze bajeti yetu ya ulinzi mpaka tuweze kusimama, Marekani unataka kufanya nini? Uwe na jeshi la hivyo ili weje? Manake ukisema hivyo unasema labda unanitisha mimi, kwa sababu Marekani pekee ndio mwenye kambi nyingi za kijeshi. Kwa Ulaya Ujerumani anaongoza. Marekani ana kambi zaidi ya 45 za kijeshi, na hapo amezipunguza. Zilikuwa mara 2 yake, karibu mara 3 yake. Alikuwa na kambi 120, kazishusha mpaka zimekuwa hizo. Sasa unapoongeza ukubwa wa jeshi la Ujerumani, unataka nini? Unanitisha mimi? Marekani anasema unanitisha au unatakaje? Kwa hiyo iko vile kuwa hawezi kukua kwenda kokote, watabaki kuwa pale wanazunguka. Nimeona kuna andiko moja leo kwa vyombo vya habari, limeandikwa sana, la senator ambaye mimi wanawaambia huyu ni lobbying, yani huyu ni lobbying Concord. Unajua lobbying ni ile kabali, yani nasema kama huyu amepigwa kabali ile ya uhakika na AIPAC. Lindsey Graham leo kamtolea uvivu, anasema kamvulia uvivu kiongozi wa Irani, kiongozi wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, Crown Prince. Anawaambia imetosha. Unajua kuna ugomvi kati ya Saudia na UAE uko wazi, ambao nilishawahi kuwaelezea. Sasa hivi karibuni baadhi ya vyombo vya habari vya Saudia, mitandao mingi imekuwa ikiandika sana makala zinazohusu UAE, Imarati, ikiwa mention wale watawala, hasa baada ya faili za Epstein kuvuja tena zaidi, kuonekana kama UAE imehusika sana. Kwa hiyo Saudia wakawa wakiandika sana, yani makala nyingi zinatoka Saudia zina mention UAE, kama kumtaja mfalme kama kiongozi wao kule bin Zayed, Mzayuni. Yani anaandikwa Mzayuni. Sasa yale maneno kama yamewakera, yani Marekani yamewakera. Sasa wakati yamewakera, hasa yaliwakera wa Saudia, taarifa za chini kwa chini zilizotajwa. Kwa nini leo Lindsey Graham ameongea? Taarifa zilizotajwa ni kuwa UAE ilikwenda kuripoti kwa baadhi ya rafiki zao wa Israeli, kuwaambia kuwa mbona hamtutetei? Yani kwa nini mmekaa kimya? Tunashutumiwa sisi kuwa ni wazayuni. Hii inaleta taswira sio nzuri kwa upande sisi kwa imani za dini, kutuonyesha tuko hivyo, licha ya kuwa UAE na Morocco zenyewe zimebaki upande wa Israeli hata katika yote yaliyotokea, lakini UAE wamejiweka wazi kabisa kuwa wao wanasaidia upande wa Israeli, hawajalishi lolote, kuwa wao wako upande wa Israeli. Sasa ni taarifa ambazo ziliandikwa na baadhi ya vyombo vya udaku, inasema kuwa UAE ndio ilipeleka malalamiko kwa Israeli kuwa mbona wa Saudia wanatuandika vibaya sisi, na hii inatuweka kwenye taswira mbaya sisi kwenye ulimwengu wetu na dini yetu. Kwa hiyo kilichotokea, Israeli wale wafuasi wale wakaanza kuwagusa sasa lobby AIPAC, ambao ndio kina Lindsey Graham, kwa sababu wanasiasa wa Marekani wanalipwa na mashirika ya kizayuni kama AIPAC. Kwa hiyo AIPAC ikawakumbusha inaowalipa hawa kina Lindsey Graham, mko wapi? Kazi yenu nini? Mnafanya nini? Mbona kitu kama hiki? Mnatakiwa mnyoshe sauti. Ndio unamsikia Lindsey Graham anamwambia Mohammed bin Salmani, imetosha. Huyu kiongozi wa Imarati sio mzayuni, na hii sasa mnataka kuzidisha. Yani kamtolea maneno makali kuonyesha kuwa haridhishwi na kile kitendo ambacho kinaandikwa na vyombo vya habari vya Saudi Arabia vinavyoelekezwa kwa UAE. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kamchoro kalivyochoro, yani kuwa kanatoka hapa kanakwenda hapa, kanatoka hapa kanakwenda hapa. So hii vita wakati mwingine, unajua Marekani hajatoa comment yoyote kwenye ugomvi wa UAE na Saudia, kwa sababu wote ni washirika wake. Hajaweka comment yote. Natamani kusikia
kutoka kwa kiongozi wa ngazi za juu, acha hao maseneta ambao wanafahamika kabisa. Unajua kama Lindsey Graham pale akiandika, tukienda kusoma comment wewe mwenyewe unachoka kuwa, maana watu wote wanamsema IPAC lobbying, IPAC lobbying, IPAC lobbying, Mossad agent, sio kila mtu anamsema kuwa tunajua kabisa wewe ni wakala umetumwa. Natamani kumsikia kiongozi kama waziri, iwe waziri wa mambo ya nje wa Marekani kama Marco Rubio, aweke comment yoyote, awe mropokaji mwenyewe Donald Trump kuwa azungumze hili ili tuone comment imeenda wapi, anachagua upande gani, atakuwa upande wa UAE awe pamoja na Israeli, au atakuwa upande wa Saudi Arabia awe against Israel na UAE. Kwa hiyo ndio maana unaona kuwa kama wamefunga macho Marekani, wanajifanya kama hawaoni, lakini wanaelewa what is going on, na hawataki kuweka comment kwa sababu watazidisha zile hadithi na ule mpasuko ambao wanajaribu kuukwepa kwa hivi sasa. Rahby Digital, haki na ukweli.